Hello, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Binti Nolinda. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili tuwe wote mwanzo mwisho, kwani mchango wako kusubscribe ndio unanifanya niwe bora kabisa kuhakikisha naleta simulizi nyingine nzuri zaidi. Langu kukutaka uwe nami, usisahau kulike na kutoa maoni yako. Ni simulizi nzuri ambayo matumai utajifunza, utaelewa kitu katika hii simulizi. Tunaanzia wapi? Ni pale pale ambapo walikuwa wameishia. Christian akiwa katika hali ambayo amekaa kitandani geto kwa Binti Nolinda. Mambo yalikuwa ni heavy bana. Tenzao, ungana nami mwanzo mwisho. Basi bila kujali lolote nilimkaribisha Christian mpaka ndani, na yeye hajali lolote. Akaingia ndani nikabamiza ili mlango ile wambea wote pale nje wanywe sumu bana. Basi Christian akaomba kukaa kitandani, maana hakukuwa na kiti chochote pale geto kwangu. Binti Nolinda anaendelea kusimulia. Just sit, no problem, nilimwambia. Basi akakaa, nikawa nahangaika kutafuta chupa ya Pepsi ili niendelee kumwandalia soda. Come on, unahangaika na nini? Please come close, aliniambia nije hapo kwake. Yes, unataka kwenda wapi? Akauliza. Hamna. Hapana, nikajibu jibu ambalo hata sijui limetoka wapi. Nikajisogeza alipoketi le Christian. Unajua kuna something good unacho, kimenivutia sana. Nikamuuliza, which things? Nikamuuliza hivyo. Are you so firm and confident enough? Alisema. Nikamwambia thank you so much na kutaka kuinuka. Basi akauliza, where are you going now? Nikamwambia naenda kukuletea soda mgeni. Basi akasema no, come here. Nikarudi mpaka pale alipokaa. Promise me that kesho nitakuona kazini. I promise I will be there early the morning. Sure Nolinda? Yes, I promise. Nilimjibu na aliachia tabasamu fulani pana sana. So naomba tutoke, zeni utarudi kupumzika. That time tutoke tena? Yes, but utarudi soon, sio mbali, alisema. Basi nikachukua kipochi changu tukatoka, maana mgeni mwenyewe hata soda amekataa. Akaendesha gari mpaka kwenye main market moja iliyokuwa jirani na eneo lile. Tukaingia huko. Mnajua Christian akasemaje? Chukua kila ambacho hauna nyumbani. Nani mwingine amewahi kufeel amazing moment? Nilimwangalia bila kumaliza. Katoka kunilipa mihela mengi dakika chache zilizopita. Alafu saizi tena ananiambia jichagulie mazagazaga tena yoyote ambayo ninataka. Kwani huyu ni mtu au jini amenitokea? Nikakusanya mzigo wa kutosha ambao ni kama huo hata siku wakiniloga basi nitakuwa na mavitu ndani. Akalipa mihela kama yote, zeni tukatoka pale. Basi tukaingia kwa gari. Nikajua narudishwa nyumbani, na shangaa tunaenda sehemu ya electronics. Huku wapi tena Christian? Nilimuuliza. Sijaenda kutolewa meno mimi, yakauzwa. Huku tunakoenda kufuata kitu gani kizuri? Akaniambia tunaenda kufuata kitu kizuri cha kutunza
hivyo vitu vyako visiharibike. Kwanza nilicheka kwa aibu na kwa mshangao. How comes mtu from nowhere anakufanyia mambo makubwa namna hii? Si tukaenda akanunua friji kubwa, yani ile mafriji foldable doors. Sijui mimi nilionaje, ile ni milioni ngapi akaomba tufanyiwe delivery. Basi tukaondoka, ila tukiwa njiani akapokea simu kuwa anahitajika ofisini, kuna dharura kidogo. Akaniambia nikikudrop hapa utajisikiaje, utakasirika ama? Akaniuliza. Nikamwambia wewe mkaka, hata ungeniacha kule kule dukani tulikotoka, naenzaje kukasirika mimi? Umenitendea mambo yasiyoelezeka. Yaani kwa masaa machache tu nikaona maisha yangu yanaenda kubadilika. Basi tukafika sehemu makaniaga kuwa anarudi ofisini. Mnajua nini eti? Akaniomba mno kuwa kesho nisikose kazini. Atanipa zawadi nikienda kubwa kuliko, pamoja na mahela yote alionipa. Eti akanipa na 50,000 ya taksi. Alo. Nilishindwa kumaliza kumtizama yule mkaka. Hata neno asante likawa gumu kutoka kinywani mwangu. Nilishuka ndani ya gari yake, nikamkazia macho tu huku akiniaga kwa tabasamu pana na mwanana sana. Huyo akaishia zake, akanipungia mimi hata nguvu za kuinua mkono kupunga nilikuwa sina. Vile Mungu anajua kushangaza watu na kutenda miujiza. Nikawahi geto mapema fasta, nikakuta yule mkaka wa deliver ashafika saa mingi. Alikuwa ananisubiri mimi ili anisaidie kuingiza ile ngoma ndani. Akaniungia vizuri, vitu vyote vikaingia ndani, naye akasipa zake. Basi ikawa nimemaliza kitandani, namtafuta na nimejilaza kitandani namtafuta Christian. Christian kaomba kaumbwa na moyo wa nchi gani kwani? Eti jamani. Kwani eti jamani, hata nyie mnaonisikiliza mnaweza kuniambia huyu kijana ni from London au Singapore au Mispa State au is man from Istanbul Turkey ama Dubai? Hata mimi sikupata majibu zaidi, nikasema ngoja nilale ili kesho iwe ni shua niko kazini. Basi jioni hiyo nikala zangu mavitu ya supermarket. Nikalala saa 2:15. Ikaingia message, keep you promise, cannot wait to meet you tomorrow in the office. Nikamjibu, were not ill, the morning I will be there. Akanitumia emoji ya kushukuru, then akaandika enjoy wonderful night girl. Some upright, thank you for everything. You are such a wonderful soul. God bless you abundantly. Nikamtumia ile message but nikapitiwa na usingizi na haikujibiwa. Basi asubuhi majogoo ya mama mjengo yanawika. Mimi ndo namaliza kujipaka lipstick mdomo huo niondoke. Yani saa 12 kasoro 10 niko load. Nagombania daladala ni wahi kazini, mimi nikabadilisha maisha yangu. Nikapata daladala, tulibanana hao kama viazi na ninginia dirishani tu. Utanihurumia kama ungeniona.
Binti Nolinda anaendelea kutupa simulizi nzuri kabisa jinsi maisha yake yalivyokuwa. Basi nikafika getini, nikagonga kama bahati Mama Lani alikuwepo. Akasema, Mama Ruth, finally umerudi, alisema Mama Lani. Lile neno la Mama Lani lilinichekesha bala, ete mimi ni Mama Ruth. Na ni kweli sipangiwi mimi. Haiwezekani unanizalau wakati baba yako hakunisomesha. Nikacheka hatari. Nimerudi mamangu. Nikacheka. Akasema welcome again. Ngoja niwasimulie kwanza. Haka kama Mama Lani. Nikamama fulani keupe kazuri. Hako mpaka kana ni expire jamani. Siku nikijiuliza hivi huyu mama enzi za ujana wake alikuwa mlembo kiasi gani? Maana hapo alipo uso ushaanza kukunjika ila ni kalembo haswa. Alafu sasa kako very social, yani hakanuni kuongea na watu vizuri, kanaongea, kana inspire mno. Basi akanikaribisha nikakaa, maana ofisini bado zilikuwa closed. That time Christian amenishangaza sana kukufuatilia mpaka umerudi kazini. Hii ni ajabu sana, akasema Mama Lani. Kwa nini umesema hivyo mama? Kwa sababu huwa hacheki na mtu hapa ninavyoongea na wewe. Jana tu mtu katoka kuachishwa kazi kwa ajili ya kuleta mapenzi kazini. Oh, mapenzi tena mama? Ndiyo, hapendi mambo ya mapenzi na kazi. Anasema ukipewa chance ya kufanya kazi, fanya, achana na mambo ya mioyo ya watu. Nilicheka, ina maana vidada vya hapa havijiwezi kwa Christian, vinaweseka juu yake. Nilicheka mpaka nikahisi kukojoa. Katika kupiga story, honi ikapigwa. Pipi, pipi, pipi. Huyo amefika, nilisema. Sidhani kama ni yeye. Kwani umesema hivyo? Sio huwa anawahi kazini kuliko wote. Ni kweli, lakini wapigaji wake wa honi hauko hivyo. Yeye kupiga honi mara moja tu, alisema Mama Lani. Aliinuka kwenda kufungua geti. Basi ikaingia cruiser moja machatari, rangi ya kijivu kali moyo kabisa. Yani Mama Lani, ina maana mtu hadi akipiga honi mara 20 ndio unasikia. Alikuwa ni yule mdada wa siku ile ya kwanza aliyenijibu hovyo. Lakini umepiga mara 2 tu, Faima. Sasa mara 2 yote ina maana huwa husikii au wewe ni kiziwi siku hizi? Ukiendelea na hiyo tabia nitamwambia bosi Christian akuondoe, kilisema kile kidada. Jamani, nilijisikia uchungu bara. Nilitamani nikikitie, nikikwide shingo, kiangamie kabisa. Sipendi dharau mimi, mjue. Mama Lani hakujibu lolote. Alifunga geti na kuja nilipokaa. Wewe, nifuate ofisini, akininyoshia kidole mimi bila hata kunisalimia. Hilo kikawasha gari yake njwa. Nilimtupia jicho Mama Lani, jicho kama la onyo kwa yule binti. Mama Lani ashajua nimekasirika vibaya mno, maana ananijua vizuri since one day. Usiondoke mwanangu, nenda tu mwanangu, ukamsikilize na usifanye fujo. Wewe fanya kilichokuleta, usijali kuhusu hawa wachawi, maana hawachelewi kuzila na kuondoka, alisema Mama Lani.
Basi nikainuka na kumfuata yule mdada. Alikuwa anaenda ngazi kwa madaha, yani kwa na mchuchumio yake na kisketi kifupi. Basi mimi na mosimo zangu nikawa namfuata kwa nyuma kama mlinzi. Siwezi kuongeza spidi eti nimpite. Najua hata tunaenda wapi hasa sijui. Ikabidi nitembee kwa kama kobe mjane, chawa chwa. Akafika kwenye ofisi yake, akafungua kiwaleti chake. Kumbe kasahau kadi ya kufungulia mlango huko chini kwenye gari. Embu kaniletee kadi kwenye gari na ufungue vizuri mlango na ufungue vizuri bila kuharibu chochote. Sawa. Kakawa kananipa ufunguo. Nikataka kumpa mmoja takatifu, ila sauti ya Mama Lani ikanijia kichwani kwamba fanya kilichokuleta, achana na wachawi. Nikasema anyway, ngoja tu nikaze moyo. Nikashuka ngazi kwa ngazi, nikachukua hiyo kadi na kumpelekea. Akakiweka kwa pua kile kikadi. Basi akafunga mlango na mimi nikaingia. We dada, kwani nimesema uingie? Mbona una kimbelembele sana? Nishindwe hata kujamba ofisini kwangu asubuhi yote hii? Kikanipa msonyo mmoja mrefu. Nikarudi nje, nikatulia pale nje. Kama hujui kugonga hodi, kaa hapo hapo, alisema kwa mada, yani kile kidada. Okay Nolinda, calm down. Tulia, usilete balaa hata ukakata shingo ya mtu kwa kutumia makucha. Niliutuliza moyo wangu kwanza. Please madam, may I come in? Akakaa kimya. Hapo moyo wangu unataka kuchomoka kwa kupasuka. Nikarudia tena. Please madam, can I come in? Akakaa kimya. Basi na mimi nikakaa kimya. Baada ya kama dakika 10 hivi nikasikia, we binti, embu njoo haraka. Nikakaa kimya na mimi. Nikaenda mpaka ndani alipo. Akasema, wewe ni kiziwi au na kuita mara zote hizo hunisikii? Ama kanifokea nimetulia tuli tu, maana najua kukiwasha hapa hakita zima mpaka kukuche. Embu shika ufunguo. Kanifatia ubuyu wangu na kioo kwenye gari. Mdomoni kwangu ni kuchungu. Fanya haraka. Kakanitupia funguo. Nikawa naondoka bila kuchukua funguo. Unaenda kufungulia meno au we kinyago? Hunisikii ama? Nikawa kimya natembea kutoka. Basi kama Madam Fame kakainuka, kakavua mchuchumio mmoja, kakanikimbilia na kunitwanga nao shingoni. We, hapo sasa mzimu ya Kigoma na Unguja ikaamka. Sikuweza kuvumilia zile dharau. Nilirudi hatua 5 nyuma. Nikavua koti nililokuwa nimelivaa. Basi na nikabaki na ile singlet. Nikapandisha sketi kidogo ili kupata balance. Nikakunja mikono mbele kama mdomo wa nyoka. Nikaluka kama mhunzi. Nikapaa hewani, nikaja kukuta kwenye kichwa cha Faima. Alo, kwanza kabisa nilianzia usoni. Ule uso umejaa maudongo
amejitandika mikope kama mwamvuri wa Tigo. Jamani, sorry. Amevaa mwamvuri wa sokoni wanaotundika ili jua lisiwe kali. Nikamkwalua na makucha yangu usoni. Wa mama, hey, mama nisaidie security. Security mko wapi? Nikawa kinaita walinzi kimesahau kama sisi ndo wa kwanza kuingia pale ofisini. Nikayavuta yale manywele yake marefu kama shetani. Alikuwa kasuka mavitunguu manene. Nikayavuta, mengine yakawa yanachomoka tu. Nikamkalia tumboni, nikaanza kumpa kichapo cha kwenye mashavu na meno. Panua mdomo, mwana haramu wewe. Nilimpa mangumi ya meno. Mamalani, nisaidie, tumevamiwa na jini huku, kinalia. Tena angejua huyo mama Lani vile hataki hata kumuona, asingeita. Alo, nilimpa kichapo, akawa anajivuta achukue simu ya mezani. Tulia wewe mama. Mambo. Nikamtegua mikono yake. Mama, msaada jamani, nisaidieni jamani, alilia yule kenge balaa. Muda huo nasikia sauti, what's wrong Nolinda? What's wrong Nolinda? What's happened Nolinda? What happened? Why are you fighting? Alikuwa ni Christian. Sikusema neno lolote, nilikuachia yule mwanaharamu. Nikachukua pochi, nilimwachia yule mwanaharamu, nikamwachia pochi yangu huyo Safari, nikaikwapua. Bora nikafuta vioo, siwezi kuishi na hawa mbuzi. Uganda sijui. Hawa nilikuwa najiongelesha mwenyewe. Kumbe Christian alikuwa ananifuata kwa nyuma. Where are you going Nolinda? Sikumjibu, niko busy napiga hatua ndefu hizo balaa. Please talk to me. Unaenda wapi? Niache, sitaki kuwa hapa. Siwezi kufanya kazi na mamonster. Mimi nilijibu, machozi yananilenga. Sielewi yani. Please, unaweza kunieleza? Nikasolve, sina muda huo wa kukueleza. Huyo natembea chwa. Nilikaribia geti. Idris asitoke huyo mwingize kwenye gari yangu, alisema Christian. Nikakamatwa, we, nikajihami. Mnataka kuniteka kisa nini? Sogea uone Idris. Sogea nikutoe magego. Tulia wewe toto dogo sana. Huwezi nitoa magego mimi na kumkamata kama anashika panya, alisema Idris. Akalilukia kama swala. Akanibana kama kikuku fulani. Nikamwona Christian akibonyeza remote ya gari, mlango akaufungua. Idris akanitupa kama mzigo. Pua, ingia umshike asiondoke, alisema Christian. Na kuja kuondoka gari kaiwaisha. Mama Rani akafunga geti. Hao, tulia wewe mbuzi. Iko sumbua nini, alisema Idris. Kikongo kengi. Niachie. Mnipeleke wapi? Mnanipeleka wapi? Mr. Mengi. Sikuwahi, nasema sikuwachi. Wewe ni pepo mchagua. Kwa nini zumbua watu wenye ndevu? Nasema wacha kelele. Idris akanilamba kofi la mgongoni. Pwa. Wewe nilimng'ata meno kwenye paja. Bosi, nisaidie. Huyu mtoto ni ibilisi huyu, alisema akilia hatari. Simamisha gari Christian.
Simamisha, nishushe niende nyumbani, nishushe. Aise, yani nilikuwa na fujo, utazani niliingiwa na shetani. Nasema simamisha gari. Basi Christian cha upole akapaki gari pembeni na kugeuka nilipo siti za nyuma. Huwezi kuwa mstaarabu angalau mara moja tu, Zeni, ukaendeleza ukichaa wako, alisema kwa sauti ya upole mno. Kwa hiyo mimi ni kichaa, sio? Mimi ni kichaa Christian. Kisa mavitu yako ulionipa ndo unataka unitawale hadi unaniita kichaa mimi. Nilikuwa nalalamika balaa. Christian hakujali. Aliwasha gari na kuendelea na safari. Tulia, nasema Idris hajakoma tu. Nitakuongeza meno mengine. Niachie, nilimwambia Idris, ambaye aliniachia na kunyata kama kikuku kimenyeshewa mvua. Basi tukafika kwenye bonge ya mjengo. Kama kawaida honi ni moja tu. Beep. Basi geti likafunguliwa chap, gari ikaingizwa ndani. Ule usumbufu wote ukakata, nikabaki kushangaa. Mjengo vile ni mkali mkubwa sijapata kuona. Sasa tukubaliane jambo, utatembea mwenyewe kwenda ndani au nikubebe nikuingize, alisema Christian. Sikumjibu, nilifungua mlango na kushuka. Kushika njia. Ni ipi? Nikamuuliza. Ile pale, akanionyesha. Basi nikawa natembea kwa madaha slowly nikimsubiri. Akamalizana na Idris, nikaona Idris anaondoka. Akashuka na kuanza kunifuata, akafika hadi nilipo. Tembea, akasema. Nikawa natembea, tukafika mlangoni. Akatoa kadi, kaweka chwa mlangoni, ukafunguka. Basi tukaingia ndani. Nilijiona niko paradiso. Jumba kali, sebule kali, imejaa picha zake ukutani. Wafanyakazi wanapishana tu kama wote, alafu wote wadada. Yani sebule imesheheni mavitu ya gharama balaa. Yani ni sofa ile sijawahi kuiona tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Watu wanaishi nye, yani watu wanaenjoy maisha. TV sasa sijui ni inchi 10, 100. Alafu sasa jumba lina ubaridi, yani full IC. Na lift ya ya kupanda golofani za juu kabisa. Jumba limepangiliwa na rangi ya kijivu, likapangeka. Yani kila kitu kiko kwenye uniform. Halo. Mambo si haya. Nilibaki inatumbua macho kama mwizi. Christian aliponiona nimetext, akanishika mkono kwenye lifti. Tukaingia, akawasha shwa. Tukaondoka juu huko golofani. Basi nikamuuliza, unanipeleka wapi? Na unaenda kunifanya nini? Nikaliamsha tena. Sikufanya chochote kile. Sikufanya kitu chochote kile. Kuwa na amani. Sawa. Sitaki nipeleke nyumbani. Nikasema, please acha fujo, otherwise nitaita daktari akuchome sindano ya usingizi ulale. Ukiamka utakuwa fresh. Sindano? Ita madaktari wako. Unadhani naogopa? Ita hao madaktari wote wa moyo na figo, waite waje, siogopi. Basi Christian kweli niliwaka. Tukafika huko juu, akafungua mlango chumbani kwake, tukaingia. Waite sasa, mbona hawaiti? Yani nilikuwa kama nina mapepo. Binti Nolinda anasema. Christian alichukua simu yake na kupiga. Hello Dr. Wilbert. Na kuomba nyumbani muda huu. Kuna dharura mister. Kubwa sana, please come, alisema. Kwa hiyo umepanga kuniua, sio? Sawa, niue tu, nitoweke mimi.
Nilikuwa najihisi balaa kusikia daktari, nikajua tu hapa kinawaka. Sindano naziogopa balaa. Kweli dokta anakuja? Nikauliza. Yes, he is coming soon. Oh, please asije, nimetulia, sileti fujo tena. Nikawa mdogo tena, kama mbegu ya haradani. Okay, kama hivyo sawa, I will stop him. Basi kaniambia nikauge. Nimeshauga nyumbani, but umetoka kwenye mapambano na Faima na umevuja jasho jingi sana. Kuwini lile pambano unatakiwa kuoga, alisema. Sina nguo za kubadili mimi. Everything is here, so don't worry. Akasema na kunionyesha kabati la nguo. Kulikuwa na nguo nyingi mno za kike kama zote yani. Kwa hiyo nivae nguo za mke wako. Please, umenipromise hautoleta shida. Do as you said, alisema Christian. Nikachukua towel na kwenda washroom. Hiyo washroom sasa, yani itoshe tu kusema ya kwamba huyu jamaa ni richest man ever sijawahi kuona tangu kuzaliwa kwangu. Ana mihela, balaa. Washroom tu ni kwa shu ya mtu. Washroom ina kila kitu yani. Imesimama ndindinde. Basi nikauga zangu pale, nikamaliza, nikakuta Christian amesimama pembezoni mwa kitanda. Ameweka mikono mfukoni na duit yake ya blue, na suti yake blue iliyopoa, kapendeza bara. Kainama kidogo, nikafika nimevaa zangu taulo, nikachukua nguo, nikarudi kuvalia washroom. Baada ya pale nikarudi kukaa kitandani. What's happened between you and Faima? Anileta. Nikamwambia. Aliniletea dharau. Nikamfunza adabu. Ilikuwa jibu la shiti na ni clear. It is okay. Unaweza kubaki hapa na ukaishi hapa na mimi if you never mind. How? Nikamuuliza. Kwani hunipendi? Nikamwangalia tu bila kumpa jibu lolote. Christian akasogea nilipokaa. Akanishika mabegani. Look woman, I like girl like you. Kama hutojali, please usirudi tena kule ulikokuwa ukiishi. I promise nitakufanyia kila kitu utakachotaka maishani mwako. The one thing concept to be my best friend wife. Yani ndo natongozwa hivyo. Hivi nyie mnaamini kweli? Ila ndo hivyo. Christian akaona avunje ukimya tu. Nilimwangalia mno. Na zile nguo pale ni za nani? Nikamuuliza. Akaniambia ni za Faima. She was my girlfriend but hakuwahi kuzivaa. Niliziandaa tu kwa hili yake, but bad luck hakuwahi kuja hapa na tuliachana kwa njia hiyo. Alikuwa na chiti sana. So umeona mimi ni jalala kunivisha nguo za Faima. Kwanza simtaki pale ofisini. Kangu kamfukuze aondoke. Nikajimilikisha ofisini kabisa. Utasema ni yangu. Sawa mama, ataondoka as you wish. Kila kitu kitakuwa in order kama utakavyo, alisema Christian. Basi bwana, ndo tukaanza kama hivyo. Since that day sikuwahi tena kurudi kule Uswahilini. Nikawa naishi pale kwa tajiri Christian. Tukapanga mipango ya ndoa, ikakamilika kule ofisini. Faima akatimuliwa kazini kabisa, akapotea pale. Basi siku ndoa yetu, kuna huyo ex wangu Vikram alinipiga na kitu kizito kipindi tuna date. Basi nilimsimulia Christian, akasema lazima ahudhurie ndoa yetu. Basi siku ya ndoa
Yule kenge alikuja na kadi alipewa bure aise. Alizimia kuniona nipo ndani ya shela na crew ya magari kama yote. Alienda kuzindukia wapi huko sijui. Niliendelea na maisha yangu na Christian. Nikarudi pale ofisini kuchukua nafasi ya Faima. Mnakumbuka yule mdada niliyekutana naye kwenye bajaji? Basi kumbe alikuwa likizo zidai anapewa kadi yetu ya harusi aise. Hakuamini macho yake, kumbe na yeye alikuwa ananyemelea Christian, ila ndo hivyo bahati ilikuwa kwangu. Nilivyoingia tu ofisini Mama Lani nilimuongeza mshahara mara 2 ya ule aliyokuwa nao. Vidada vyote pale ofisini vilikuwa vinajigongesha kwa Christian, vyote nilivitimua kazi. Tangu siku hiyo ni humu tu mimi na Christian. Kukulana kwa sana yani shida kidogo mno. Baba na mama yake ni raia wa Morocco. Tunaishi kwa raha kustarehe na watoto wetu 4. In deep love with this man. Anajua nini anafanya na mpenda mno. I wish ningekuwa vizuri, ningesimulia vizuri, lakini vifaa vinafanya kazi vibaya mno kwa wiki hili. Sijui ni tatizo gani. By the way, tukutane wakati mwingine na siku zingine simulizi zetu. Hakikisha unanipa support mwana. Tunapambana hivyo hivyo. Asante kwa support yako. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine.